بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، katika nurul yaqin fi sirati sayyidil mursalin tuliishia kutaja nasab ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na tulifikia kwa bwana Ibn Malik aliposema mwandishi al-Imam al-Khudari rahimahullah ta'ala alipokuwa akielezea kumwelezea Fihr, akataja makabila ambayo ilitokana na huyu Fihr, ambayo tukasema hapa ndo waliposema wanawachuoni huyu ndo aloitwa jina la Quraish. Kwa hiyo Fihr ndo Qurashi, ambaye yeye huyu Fihr ni mtoto wa Malik ibn Malik, mtoto wa Malik min zawjihi Jandalata binti al-Harithi min Jurhum, mtoto wa Malik kwa mkewe Malik anaitwa Jandala, mtoto wa al-Harith bin Jurhum. Hii min Jurhum tutairejea baadaye katika kuelezea asili ya hawa Waarabu. Ibn an-Nadhari ni mtoto wa Ibn an-Nadhr min zawjihi Atikata binti Adwan, ni kwa mkewe Atika mtoto wa Adwan min Qais Ailan, katika bani Qais Ailan. Ibn Kinana mtoto wa Kinana, wapo losema Kinana ndo Qurashi. Kwa kuna maneno katika hilo, yupi ni Qurashi, imma ni Kinana au ni Fihr. Ndio maana katika maelezo huko nyuma anasema wa Fihru huwa Quraish fi qawli al-aktharin, wa qawli ya wengi. Hii ikiwa na maana wapo wengine walipingana na kauli hiyo, wakasema Kinana ndiyo Qurashi, na sahihi Fihr ndiyo Qurashi. Ndo kauli ambayo itakuwa na nguvu, kwa sababu yeye ndo aliyetoa makabila 12 ya Waarabu, kama ambavyo ameyataja yeye mwandishi hapa, kuanzia Banu Abdi Manafi mpaka alipoelezea kuhusu Banu Taym ibn Ghalib, Banu al-Harithi, Banu Maharib na wengineo, ambao akawaelezea baina ya makazi yao ya ndani ya Maka na kando kando ya mji wa Maka. Ibn Kinana ni mtoto wa Kinana min zawjihi, kutoka kwa mkewe huyo Kinana Barrata binti Murr ibn Addi. Huyo ndio mkewe Kinana ambaye alimzaa an-Nadhri. Ibn Khuzaima ni mtoto wa Khuzaima. Kinana ni mtoto wa Khuzaima min zawjihi, kutoka kwa mkewe Awana binti Sa'd bin Qais Ailan, min Qais Ailan, kwa Awana mtoto wa Sa'di katika Banu Qais Ailan. Ibn Mudrikata, huyo Khuzaima ni mtoto wa Mudrika min zawjihi Salma, kutoka kwa mkewe Salma binti Aslama min Qadaa, kutoka katika Banu Qadaa au sema Banu Qudaa. Haya majina haya katika utaratibu wa, hakuna katika lugha ya Kiarabu qaida inayofungamana na majina, sawa? Hii ni qaida mustaqilla katika kutaja majina, isipokuwa majina ghaliban inakuwa kwa mapokeo, vile mtu alivyojiita mwenyewe ndivyo ambavyo ataitwa.
na muda mwingine hukosewa kwenye kuitwa na kushuhurika lile kosa ambalo limepatikana na kashuhuria kwa jina hilo hilo. Mfano, al-Imam Muhammad bin Ali Ash-Shawkani rahimahullah ta'ala, ndio tunavomjua ni Muhammad bin Ali Ash-Shawkani rahimahullah, ndio jina lake anavyojulikana na linavyoandikwa katika vitabu, na kila mmoja anajua hilo, si ndio? Lakini mamake kumuita Muhammad, alimuita Muhammad, ndio jina lake aloitwa na mamake Muhammad. Lakini Muhammad na Muhammad inavyoandikwa ndio hivyo hivyo herufi zake, na kwa hajatiwa shakil huwezi kutofautisha. Hata mwenyewe alikuwa halipendi jina la Muhammad, anataka aitwe Muhammad aloitwa na mamake, lakini halikushuhurika lile, likashuhurika Muhammad. Kwa hiyo katika hii kesi ya majina huwa wanasema wanawachuoni litaitwa hivi au litaitwa hivi kwa sababu ya mapokeo. Kwa hiyo hii ni Ibn Qudaa au Ibn Qadaa, zote zinakuwa katika hali kama hiyo. Ibn Ilyas, huyu Mudrika ni mtoto wa Ilyas, min zawjihi Khindif, kutoka kwa mkewe anaitwa Al-Khindif. Khindif akasema al-madrubi biha al-mithl, al-madrubi biha al-mithl, ni mwanamke mwenye kupigiwa mfano. Huyu Khindifu ni mwanamke mwenye kupigiwa mfano, fi sharafi, katika utukufu. Alikuwa ni mwanamke mtukufu, mke wa Ilyas. Tena wal man'a, na ukakamavu. Alikuwa mwanamke mtukufu tena mkakamavu, jasiri. Khindif. Ibn Mudhar, Ilyas mtoto wa Mudhar, min zawjihi Rabbab binti Haida bin Ma'addi, huyu kwa mkewe aitwa Rababu mtoto wa Haida bin Ma'addi ibn Nizar. Mudhar ni mtoto wa Nizar, min zawjihi Saudata binti Ak, kwa mkewe Saudata binti Ak ni Ma'addi, mtoto wa Ma'addi, min zawjihi Mu'anata binti Jawsham bin Jurhum, min Jurhum, mtoto wa Ma'addi kwa mkewe Mu'anata binti Jawsham min Jurhum. Tutakuja tunasema tutaelezea hii Jurhum kama ilivyokuwa kwa mke wa Malik Jandala, na huyu wao kabila lao ni moja kutoka Jurhum. Ibn Adnan, na huyo Ma'addi ni mtoto wa Adnan, ni mtoto wa Adnan. ثم قال رحمه الله هذا هي هو النسب المتفق على صحته، ndio nasabu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam iliyowafikiwa juu ya usahihi wake, min ulamai tarikhi wal muhaddithin, juu ya wanawachuoni au kutoka kwa wanawachuoni wa tarikh na wanawachuoni wa hadithi, wamekubaliana juu ya usahihi wa majina na upangiliwaji wa nasabu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam mpaka kwa Adnan. Haya yote ni sahihi, hakuna kilichokuwa si cha sahihi hapa katikati. Kwa nini? Kwa sababu hii nasabu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam wanaigawa wanawachuoni katika mafungu matatu. Fungu la kwanza almuttafaqu alayhi, ili wafikianwa juu yake, nayo ni nasab kama ambavyo kaelezea mwandishi kutokea kwa Rasul alayhi salatu wassalam mpaka kwa Adnan, muttafaqun alayhi, hakuna uongo hapa. Alafu kuna mukhtalafun fihi, wamekhtalifiana watu juu ya majina yaliyotumika na unasabu na ubini, ni kutoka kwa Adnani mpaka kwa Ismail alayhi salam. Hapa katikati huu upangiliwaji wa nasabu
kwa maana ubini wa huyu ni ubini ambao una mashaka ndani yake. Wapo ambao wamethibiti, kwa mfano huyu Adnani ni mtoto wa Udad, ambaye juu huku Udad ametumika kama ni sehemu katika familia, lakini kuna wengine katikati si sawa na wala hayakuwafikiana wanawachuoni. Huenda amepewa baba mtu asiyekuwa baba yake kwa utaratibu na ukweli, kwa hiyo imetengenezwa mfano wa hayo. Alafu kuna nukta ya tatu, fihi kadhbun, nasabu ambayo ndani yake kuna uongo, nayo ni kutoka kwa Ismail mpaka kwa Adam. Kwa hiyo wapo walioandika katika sira vitabu vyao wameanza kutaja Muhammad bin Abdullah mpaka kwa Adam alayhi salam. Sijui nani ameadhibiti kote huko mpaka kwa Adam alayhi salam. Haya ameyataja Ibn Hisham katika sira yake, lakini akaweka hadithi na kuweka takhriji kwamba ina uongo ndani yake. Kadhalika sahibu as-siratu an-nabawiyya nyingine isiyo kwa ya Ibn Hisham ziko mbili. Kadhalika al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala katika Zadul Ma'ad pia ameielezea hii nasabu ambayo ina uongo ndani yake. Kwa anayetaka kuiona basi arejee katika vitabu hivyo, ataipata yale ambayo wameyataja wanawachuoni na wakayajeruhi juu ya uongo uliokuwepo baina yake. Kwa hiyo nasabu hii kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka Adnan almuttafaqu ala sihhatihi, wamewafikiana wanawachuoni wa tarikh, wamewafikiana wanawachuoni wa hadithi, wa hum hurrasu ahli al-ardi, juu ya usahihi wake. Amma an-nasabu fawqa dhalika fala yasihhu fihi tariqun, ama nasabu juu ya hiyo kutoka kwa Adnani mpaka juu haiyasihi njia yoyote katika sanad. Hakuna sanad iliyo kuja kuelezea usahihi wa nasabu hii mpaka juu. Ghayatul amri, kilele cha jambo hili, yani baada ya ikhtilafu hii juu ya nasabu iliyo juu ya Adnani, annahum, kwamba wao wanawachuoni ajma'u, walikubaliana ala anna nasaba ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, kwamba nasabu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yantahi ila Ismail bin Ibrahima, itaishia kwa Ismail bin Ibrahim. Haya ndo ambayo wamekubaliana kwamba naam, mwisho inaishia kwa Ismail. Lakini hapa katikati hapa mpaka kufikia Ismail, haya majina yaliyotumika haya hakuna njia iliyothibiti. Ama mpaka kwa Ismail, kwa maana kutoa kwamba Adnani ni katika kizazi cha Ismail pasina kuwataja hawa katikati. Tunaelewa hii, itakuwa ndio makubaliana nalo. Nambari 1 akasema qala al-allama ibn Uthaymeen rahimahullah wa ijma'uhum hadha mustanadun ila al-Qur'an al-Karim, na makubaliano haya wanawachuoni kwamba nasabu yake itakomea kwa Ismail alayhi salam, wameegemeza hili kwenye Qur'ani al-Karim, kwamba kwenye Qur'ani pametajwa nasabu hii. Fa inna Ibrahima wa Ismaila kana yaqulani, walikuwa Ibrahimu na Ismail walikuwa wanasema rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatik. Wakati wapo Makka walipoitengeneza Kaaba, wa idh yarfa'u Ibrahimu alqawa'ida wa Ismailu mpaka mwisho, kadhia iliyoendelea pale, maneno waliyosema kuombea dua mji wa Makka na watu wa Makka, wakasema rabbana, mola wetu, wab'ath fihim, na watumie hawa watu wa Makka, waletee hawa watu wa Makka rasula, mtume, minhum, miongoni mwa watu wa Makka. Sawa,
awe muarabu mwenzao. Yatlu alaihim, awasomee juu yao ayatika, aya zako. Dua hii wanasema wanawachuoni, waqad ajma'a almuslimun, na wamekubaliana waislamu ala annahu, juu ya kwamba lam yujad rasulun min bani Ismaila, hapakupatikana mtume katika watoto wa Ismail illa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa maana Ismail akaishi Makka, si ndio? Kizazi chake chote na watu wa Makka, hakutumwa mtume isipokuwa alitumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Utasemaje kwamba Ismaili ndio kwa dua yao hii awe Muhammad, wasiwe bani Israili? Kwa sababu nafahamu kwamba Ibrahim alimzaa Ismail na Ishaq, sio? Ibrahim hakuwa Mwarabu, kwanza ieleweke. Ibrahim hakuwa Mwarabu. Ikhtilafu za wanawachuoni zipo. Wapo waliosema alikuwa Mwarabu kutoka kwa mtoto wa Nuh, Sam ibn Nuh alayhi salam. Wanasema hivyo baadhi ya wanawachuoni, kama ni Mwarabu kutoka huko. Ama tutakuja kuona hapa katika aina tatu za Waarabu katika dunia hii. Na wapo waliosema hapana, hakuwa Mwarabu. Angelikuwa Mwarabu Ibrahim, Ishaq na angelikuwa Mwarabu, na hawa Mayahudi na Manasara wangekuwa ni Waarabu, kwa sababu ni uzao wa Ishaq alayhi salam. Sawa? Ibrahim kamzaa Ismail na Ishaq alayhimus salam. Ishaq akamzaa Yaqub alayhi salam. Yaqub akazaa makabila 12 ya Banu Israil, kwa sababu Yaqub ndio jina lake, akiitwa Israil ndio jina lake. Yaqub jina lake akiitwa Israil. Kwa hiyo Banu Israil ni watoto wa Yaqub alayhi salam, ambao ni makabila 12 kwa watoto wake wale 12 ambao aliwazaa. Hapa mitume katumwa mingi kwa upande huu, sawa? Kina Daudi, kina Suleimani, kina Musa, kina Isa alayhimus salam, na wengineo wote upande huu, kina Yahya na wengineo, sawa? Wote ni, kwa hiyo wao walikuwa ni wengi huku. Kwa Ishaqa walitiririka wengi, ama wote sio Waarabu, sio? Unanielewa? Ismail alayhi salam ameishi Makka. Baba yake Ibrahim alikuwa huko Palestine, ambao nasema ahlul ilm alikuwa ni Kan'aniyun. Aliishi kwenye kijiji cha Kan'an, ambaye ndio kijiji cha nani? Yaqub alayhi salam na Yusuf alayhi salam. Yusuf alayhi salam alitolewa Kan'an akapelekwa Misra. Kwa hiyo kule ndio Palestine, kwenye kijiji cha Kan'an ndio asili ya Ibrahim, Kan'aniyun. Kisha baadaye akahamia Makka na Ismail alayhi salam. Kwa tunakubaliana kwamba alipohamia Makka, tutakuja kuona kwa nini akaitwa Mwarabu Ishaq asiitwe Mwarabu, sawa? Hapa Makka alipoishi Ismail hapakupatikana mtume mwingine katikati isipokuwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa asili ya watu wa Makka ni huyu Ismail, sawa? Na hao wote hawakupata mtume isipokuwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambaye huyu Ibrahim na Ismail. Huyu Ismail sababu kasema yantahi ila Ismaila bin Ibrahim, imeishia kwa Ismail mtoto wa Ibrahim. Abil Arab, abi itakuwa ni badali ya Ismail na sio Ibrahim, sawa? Sababu hapa anaelezewa Ismail. Huyu Ismail baba wa Waarabu al-Musta'riba, ni baba wa Waarabu al-Musta'riba. Sheikh Ibn Uthaymeen akaelezea akasema, قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله قوله رحمه الله العرب المستعربة anasema lianna al-araba naw'ani, kwa sababu Waarabu wapo katika makundi mawili au wamegawanyika katika nukta mbili.
haya ameyasema Ibn Uthaymeen rahimahullah, akusudia araba ariba wa araba musta'riba au yaitwa mu'tariba, musta'riba au yaitwa mu'tariba. Ni sahihi aliyosema, sawa, lakini wanachuoni wengine wakasema hapana, Waarabu wapo aina tatu: al-arabu al-badi'a, sawa, na ndio kauli ambayo sahihi, al-arabu al-badi'a wal-arabu al-ariba wal-arabu al-musta'riba. Haya ndio makabila makuu ya Waarabu au asili kuu za Waarabu: al-arabu al-badi'atu, al-arabu al-aribatu wal-arabu al-musta'ribatu. Al-arabu al-badi'a ndo wepi? Al-arabu al-badi'a hawa ndo Waarabu wa kale wa mwanzo kabisa. Arabu wa kale wa mwanzo kabla ya Ibrahim kuja, kulikuwa na Waarabu wa kale ambao ni kaumu ya Adi, kaumu ya Thamud, kaumu ya Jadith, ambaye Jadith ni katika watoto wa Sam bin Nuh alayhi salam, na kadhalika kaumu ya Abil. Abil ni kabila kongwe sana ambao liliishi asili katika mji wa Yathrib. Yathrib ndio inaitwa Madina sasa hivi, ambao asili ikiitwa Yathrib. Kwa hiyo wakale zamani sana walikuwa kiishi al-arabu al-badi'a wa kabila la Abil. Abil, Jadith, watu wa Hud, watu wa Thamud, ndio Waarabu wa kale zamani, kina Iram, sawa. Hawa ndio wa mwanzo. Kisha kuna Waarabu ambao wanasema ni arabu ariba, arabu al-ariba. Sheikh Ibn Uthaymeen akasema famin aslihim al-arabiyyatu yuqalu fihim al-arabu al-ariba, katika asili ya Waarabu ni wale wanaoitwa al-arabu al-ariba. Al-arabu al-ariba akasema kaqahtani fil yamani, hawa ni wale Waarabu wa al-qahtani. Al-qahtani ay al-qahtaniyun. hawa qahtaniyun ni abnao, ni watoto wa Qahtan ibn Abid bin Sami bin Nuh, sawa, ni watoto sasa wa mzazi mwingine ambaye ni Abir, aliyekinyume na Wabadi ambaye ni mwingine hawakumtaja, lakini asili yao ilikuwa huko. Qahtan ibn Abir ndo wakanasabishiwa al-Qahtaniyun. Ama mpaka leo Waarabu wa Yaman wao ndo wanasema ndo Waarabu wa asili kuliko Waarabu wa mamlakatul Arabia Saudia na miji mingine, na ndio sahihi. Al-arabu al-ariba ndo wa asili. Hawa walikuwepo pamoja na Ibrahim alayhi salam, yupo, lakini yupo yeye ni Mkanaan, sio Mwarabu. Hawa Waarabu hawa walikuwepo, sawa. Al-arabu al-ariba kaqahtani, kama Waarabu wa Qahtani fil Yamani, walioishi katika miji ya Yaman. Kisha waman kana musta'riba, na nasema na wapo ambao waliitwa arabu musta'riba. Arabu musta'riba, musta'riba hawa mabwana musta'riba nasema faqad akhadha al-arabiyyata an haula, hawa walichukua lugha ya Kiarabu kutoka kwa hawa al-ariba. Kwa wapi watakuwa wasili al-ariba? Sababu al-musta'riba walijifunza Kiarabu kwa Waarabu wa al-ariba. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyejalia Ismail aongee lugha ya Kiarabu, akawa yeye ni Mwarabu katika hili. Wanachuoni wanasema huyu Ismail alayhi salam alimuoa mwanamke aitwa Ra'la ibn al-Jurhumiyya. Al-Jurhumiyya, tunakumbuka tulisema huko mke wa Malik aitwa Jandalatu bintul Harith min Jurhum, sawa. Kadhalika
mke wa Maaddi anaitwa Mu'anatu bintu Jawsham min Jurhum, kohano Jurhumia. Ra'latu ibn Jurhumia ndiyo aliyeolewa na Ismail, alikuwa ni Mwarabu wa Al-Ariba, huyu mke wa Ismail. Kwa hiyo Ismail alayhi salam akajifunza lugha ya Kiarabu kwa mkewe, na wale alioishi nao katika jamaa zake huyu mkewe Ra'latu ibn Jurhum, sawa, ndo akapata yeye kuongea lugha ya Kiarabu na kizazi chake. Kule Ishaq hakuongea Kiarabu, akaongea Kiibrania, lugha za watu wa Palestina na Kanaan, ambao hawa kama Ismail. Kwa mfano katika hawa Waarabu ambao ni musta'riba waliochukua lugha ya Kiarabu ni Ismail alayhi salam, lianna al-asla, kwa sababu asili, anna Ismaila, kwamba Ismail lughatuhu lughatu abihi, lugha yake ilikuwa ni lugha ya baba yake Ibrahima, walaysat al-lughatu al-arabiyya, na haikuwa lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo kilichozingatiwa huko nyuma ilikuwa kujua kwamba mtu huyu asili yake ni wapi, ni lafdhi yake na utamkaji wake. Ndio mpaka sasa sisi hapa tunajuana, sawa, mtu akizungumza ndio wewe Mpemba kwa lafdhi yake, sio wewe bwana ni mtu kutoka bara, labda kutoka pwani au kutoka kusini, sawa, wewe mtu apaje wewe, sababu ya lafdhi ndio watu wanasibishiwa maeneo yao ya asili. Kwa hiyo naye Ismail alayhi salam akaongea Kiarabu na watoto wake ndio wakaongea Kiarabu pale Makka, ndio wakanasibishiwa Uarabu na wao, kwa na wakawa ni Waarabu musta'riba. Sio, nimeeleweka? Lakinahu akhadha al-arabiyyah hinama nazala Makkah, lakini Ismail hakuwa akiongea Kiarabu, lakini alichukua lugha ya Kiarabu pale alipokuwa katika mji wa Makka, alipomuoa huyu Ra'latu bintu Jurhumia. Wa ata ilayhi man hawlaha, na wakaja wale walio pembezoni mwa mji wa Makka, fasummu araban musta'riba, wakaitwa Waarabu wa musta'riba, wa hum afdalu min al-arabi al-ariba, na wao ndio Waarabu walio bora kuliko Waarabu wa Al-Ariba kwa sababu ya uzao wao, sawa, kwa sababu ya uzao wao wakawa bora kwa sharafu ya uzao wao. Mbona huku mitume mingi, huku si mitume mingi? Huku kuna mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo wao wakawa ni bora kuliko Waarabu wa asili ambao ni Ariba, lakini wa Yaman hawalikubali hilo, katika wale ambao, sababu kila mji kunakuwa na mabedui wake, sawa, al-a'rab, wale watu wasojua utaratibu na nidhamu na desturi za watu wa mji, sawa. Kwa hiyo hata hapa tunao watu kama hao, sawa. Kuna watu wanaishi tuko mashamba, kazi yao pengine kadha wa kadha, kimleta mjini huku labda umwekee pengine mkate na siagi na jamu, haya mambo hajawahi yeye kuyaona, sawa. Ikishazoea asubuhi kama kuna uporo alikuwa maharagwe au kama kuna muhogo, yeye ndio mambo ya boflo hayo, na mayai atamwachia kuku atage na sio kula yeye. Hawa wanakuwa ni watu wasofahamu desturi za mji, kwa wao watakuwa ni mabedui. Kadhalika wa Yaman wapo mabedui ambao mpaka leo wanasema wao ni bora kuliko Waarabu wa Makka, ambao Waarabu wa Makka ndio musta'riba, wao ndio al-ariba. Sijui imefahamika katika hili, na mtaliuliza biidhnillah tabaraka wa taala hizi asili za Waarabu, ambao hawa Waarabu wa musta'riba ndio wanaitwa al-adnaniyun, kwa sababu ya huyu Adnan, babu wa mwisho wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, huitwa al-adnaniyun au huitwa an-nizariyun sababu ya Ibn Nizar, lakini asili kubwa itakuwa ni Adnani sababu ndio mwisho wa. Kwa hiyo
tutawagawa Waarabu tena kwa mgao miwili, al-Qahtaniyun walioishi Yaman, sawa, wa al-Adnaniyun walioishi Makkah, sawa, na wakazaa hawa vikazaliwa vizazi vingine baina yao na wakatapaka katika miji mingine. Barakallahu fikum. Thumma qala rahimahullah, kisha akasema nasabu sharifun, nasabu hii ni tukufu sana. Nasabun sharifun, nasabu hii ni tukufu sana, kama ambavyo wewe unaona. Aba'u tahiruna wa ummahatu tahiratun, baba wasafi, mama wasafi. Kwa maana ukiwaangalia wazazi wao ni watu watukufu, kuanzia huyu Abdul Muttalib, babu yake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ikiwa babu yake Mtume ni mtukufu, bila shaka na mtoto wa babu yake Mtume ambaye ni Abdullah, baba yake Mtume, atakuwa ni mtukufu, mpaka kwa Adnan watakuwa ni watukufu, sawa, sababu uzao wao ndio bora kuliko uzao wa al-Qahtan. Na mama zao tukiwasoma katika makabila yao ni makabila yenye nguvu. Tuliyasoma hapa makabila yao, baadhi yao ni makabila yenye nguvu, Banu Najjariya, Banu al-Khuzaa, Banu kadha, wote walikuwa ni makabila ambayo tahirifu na yenye nguvu na yenye kuheshimika katika jamii. Lam yazal alayhi salam yantaqilu min aslabi ulaika, hakuacha Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa ni mwenye kutembea kutoka kwenye migongo ya mabwana hao ila arhami haula, kuja katika matumbo ya wanamama hawa, kwenye migongo ya babu zake uzao, sawa, mababu wakatoka migongoni mwao mpaka kwa yeye Mtume sallam, na wao walizaa na hawa wanawake kwenye matumbo, sababu arham ni jamu ya rahim. Rahim ni tumbo ni fuko la uzazi, sawa. Kwa hiyo hapakuacha Mtume sallam kuwa ni mwenye kutembea katika migongo ya mabwana hawa watukufu, kuingia kwenye mafuko ya uzazi ya mama hawa watukufu, hatta ikhtarahu Allah, mpaka akamchagua Allah hadiyan, mwenye kuongoza, mahdiya, mwenye kuongolewa, min awasiti al-arabu nasaban, katika hili ukatikati wa Waarabu hawa kwa nasabu. Allah akamchagua yeye Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa ajili ya risala yake. Fahuwa min samimi Quraishi, yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam ni katika wale wa ndani katika maQuraish, sio katika wale wa nje walioishi nje. Yeye ni mwandani kabisa katika maQuraish. Allati laha alqudmu, wao wanakutangulizwa alula, kuliko kuwa kwa mwanzo, hutangulizwa wao fi sharafi, katika utukufu, wa uluwi almakanati, na ujuu wa makana. Makana tofauti na neno makan. Almakan manake ni sehemu, walmakanatu manake ni manzila, qadri, cheo, sawa. Hawa Waarabu walioishi Quraishi wa mwanzo, ambao ni wa ndani, wao ni bora kuliko Quraishi wa nje katika sharaf na katika uluwi almakana, ujuu wa vyeo vyao, baina al-arab, baina ya Waarabu. Kwa tukishukua Waarabu wa al-badia, Waarabu wa al-ariba, Waarabu wa al-musta'riba, tukikusanya makabila yote, Quraishi ndiyo bora ya kabila, sawa, kuliko wote hawa ambao wameishi. Wala tajidu fi silsilati abaihi illa karaman, hukuti wewe katika mnyororo wa wazazi wake isipokuwa ni utukufu tu basi. Laisa fihi mustardhal, hakuna ndani yake waliodhalili, waliokuwa wanyonge, kwa nasabu yao ilikuwa ni watu dhaifu, watu wasio na kauli katika mji. Naelewa tulipoelezea Qusay hapa, alikuwaje katika jamii yake. Qusay alikuwaje katika jamii yake? Yeye alikuwa ana hijaba, ana rifada, ana liwa, ana yote alikuwa na yeye Qusay, mpaka karithisha kwa wanawe kina Abduddar.
bal kulluhum sadatun qadatun, bali wote walikuwa ni mabwana wenye kuongoza. Sadatun, mabwana, qadatun, waliokuwa viongozi katika miji yao. Qada ni kiongozi, si mnasema kada wa chama fulani, kada basi ndio Kiswahili. Kada manake ni kiongozi katika wale mangwengwe, wana kura ya turufu. Wakadhalika ummahatu abaihi, vile vile mama za baba yake, yani wale wazaa baba zake Mtume sallallahu alaihi wasallam, min arfa'i qabailihinna sha'na, walikuwa ni makabila yao ni matukufu zaidi. Wala shaka, na wala hakuna shaka, anna sharafa nasabi, kwamba sharafu ya nasab wa taharata almawlid, na utoharifu wa mazao, min shuruti nubuwa, ni katika masharti ya utume. Mtume anatakiwa awe mtukufu ili wale watu wasije wakambeza, awe mtu wa mji, si mtu wa shamba. Min ahli alqura, katika watu wa mji, bon town. Kadhalika awe katika nasab iliyokuwa tukufu, ili asitokezee mtu akasema huyu anataka cheo tu, anataka sifa, anataka aonekane. Tayari sifa zipo kwa familia yake nzima, koo yake nzima, hataki hilo. Wa kullu ijtima'i baina abaihi wa ummahatihi, na ijtimaa ni kukusanyika, na kusudia ndoa zilizo baina ya baba zake na mama yake, kana shar'iyya, zilikuwa za kisheria, walioona kisheria, bihasabi al-usul al-arabiyya, kwa kadri ya misingi ya Waarabu. Si mnafahamu kwamba sheria hii ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itakapokuwa mtu kafiri na kafiri mwenzio wameoana, wakasilimu wote wawili, ndoa yao ni sahihi sio sahihi? Sahihi, kwa sababu ya misingi ya dini yao. Wakiingia katika dini hii, ndoa yao itakuwa ni sahihi wote wawili, kwa maana hawatafungishwa ndoa mpya kwa sababu ya misingi ya dini yao ambayo wametoka nayo. Tofauti na labda akisilimu mmoja, akatangulia kusilimu mmoja hayupo tayari kusilimu, baadaye ndo akaamua kusilimu. Pale aliposilimu tu ndoa ilifanya nini? Ilikatika. Sawa? Kwa kisilimu yeye baadaye tena ajamuoe upya. Sawa? Kuna wao kwa misingi ya utaratibu wa kuozeshana baina ya Waarabu, ndoa zao zilikuwa sahihi, hawakukamatana. Akasema mbele, walam yanal nasabuhu, na wala haikupata nasabu yake, shay'un min sifahi aljahiliya. Sifa maana yake ni kuzaa pasina ndoa za kiutaratibu, yani kuzaa nje ya ndoa, ndo sifa. Min sifahi aljahiliya, hapa kupata nasabu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam chochote katika ndoa za jahiliya za kuzaa nje ya ndoa. Umekamatana huyu akamkamata huyu wakazaa, pana. Alizaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ndoa walizofunga baina ya wazee wake wote, mpaka kwa Adnan, mpaka kwa Ismail alayhi salam. Sawa? Bal taharahu Allah, bali Allah ametoharisha nasabu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam min dhali, katika hilo, kutokana na jambo la kuzaa nje ya ndoa, mtoto wa haram. Walhamdulillah, na himdini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii nasabu ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa kuna maelezo mengi yametajwa. Wewe usipambane nayo yote haya, wewe pambana na hawa mababa. Sawa? Pambana na hawa mababa, na mtasikiliza siku ya Jumapili kabla ya darasa, mtu mmoja ananitajia kutoka kwa Muhammad mpaka kwa Adnan. Sawa? Tawapanga biidhnillah tabaraka wa taala. Tunafunga vitabu sote, kisha nataja mtu wa kwanza, kisha mtu wa pili, tena mutatawwi'un, wenye kujitolea. Sitomnyoshea mtu kidole, wewe sema mutatawwi' kabisa, ajitolee mwenyewe. Watu watatu hivi, wakija watu watatu na watu wengine watapata kufanya tadhkiri. Sawa? Hii itakuwa leo, tutakomea hapa. Tutakuja kuanzia kwenye zawaj ya Abdullah bi Aminata.
kumuoa baba yake mtume mama yake mtume sallallahu alaihi wasallam na kumbebesha mimba wa hamluha. Tunaswali katika hii nasab.